Habari yako mtazamaji wa Jaya Online TV. Karibu katika kipindi cha Jikwamue. Leo hii tumefika shehia ya Kwalinatu maeneo ya magereza na tumemtembelea mzee ambaye anajishughulisha na bidhaa ya kuotesha bustani. Ili kujua mengi zaidi, twende tukaungane naye mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi. Mimi ni Hadija Haji, nyuma kamera Nura Salum. Karibu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za kazi? Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nataka kufahamu kwanza jina lako, lakini pia aina ya bustani ambazo unajishughulisha. Jina langu mimi Ramadhani Kongo Alfani. Ramadhani Kongo Alfani na naishi kwa nakaa mtaa kwa Kwalinatu hapa. Na nimeanza kujifunza hizi kazi siku nyingi tu katika toka udogoni yani. Mpaka sasa hivi tu niko nazo na najiendeleza nazo hizi. Kwa ufupi, mwanzo nilikuwa nikifanya kazi za ujenzi na nini, baadaye tena nikaingia. Tunajua katika ujana, miaka labda katika miaka ilikuwa nilianza kazi hii hapa, mimi nilianza katika miaka 19 hivi. 19 nikanafanya kazi hii kwa wazungu. Wazungu wanaitwa wa Denmark. Ndio alifundisha hii kazi hii hapa. Nikanajifundisha hii kwa muda zaidi ya miaka 4-5 nilifanya nao wale wazungu. Lakini baada hapo nikapata ujuzi wa kujua hii mimea, kuiweka, kuyatika, kuipandikiza mpaka inavyokuwa, katika hali unavyoshamiri ukawa mmea ukaonekana vyema. Na nikashukuru sana kwa wale watu walivyonipa ideas katika hizi kazi. Sasa najitafutia mwenyewe kujiajiri sasa baada ya kupata hizi idea za bustani. Ndio nikatafuta eneo la kwanza. Nilikuwa wapi kule huku Kiembe Samaki. Kiembe Samaki nafikiri hapa chuo cha Kiislamu pale. Mazizini. Mazizini pale chuo cha Kiislamu pale Mazizini. Sasa pale tulipewa eneo lile mwanzo tukawa tunafanya bustani kabla hapajajengwa msikiti. Sasa hapo ndo nilipoanza kufanya kazi yangu mwenyewe kujituma bustani. Wakati na umri wa miaka kama 20-25 hivi. Tangu uanze kazi? Nikaanza hii tena baada ya kutoka kwa wale wazungu ndio nikaanza kujiona bora nifanye mimi mwenyewe kazi hii hapa. Nilikuwa na mshabiki wangu mmoja ambaye anaitwa Rashid, kwa sababu tulikuwa tunafanya naye pamoja na huku kwa wazungu. Lakini tupotoka katika kazi ya ajira tena tukawa tunazagaa tujui tushike wapi. Lakini ndo tukaingia akili tufanye hii kazi. Ndio mwenzangu alipoanza kufanya sana mimi nikaona kwa nini endelee kuzurura tu wakati shatoka katika kujifunza hizi kazi. Na mimi ndo nikaanza sehemu yangu, ndo nikaanza pale chuoni. Nikaenda kuomba pale chuoni, nikaanza kuweka bustani. Sawa. Tumefahamu historia ambayo umeitoa tangu ulipoanza bustani mpaka sasa ulipofikia. Je, ni kitu gani hacha kilichokuhamasisha kuanza hii biashara ya kuatika bustani? Kwa sababu hii kunihamasisha kwangu mimi kutokana na kazi ambayo nimeizoea sana, kwa sababu toka nilivyokuambia toka awali, kwa sababu niko nayo na maana imekuwa kama katika damu yangu. Nimewahi kuajiriwa kwa hii kazi. Sijui kama nakosea hivyo. Osa niliwahi kuajiriwa, nikaajiriwa hii kazi ya bustani kwa kufanya kazi kwenye mahoteli. Nimefanya hoteli zaidi ya karibuni hoteli 4 za kwenda kufanya kazi za garden. Mpaka nikapewa nafasi ya kuwa supervisor wa bustani. Lakini mwisho nikaja nikafanya kazi bustani hapa, niko kwa Tembo Hotel hapa. Sawa. Hapo ndo nilipokuwepo kwa wakati mwingi, muda mrefu zaidi ya miaka hata si za kusema hata miaka 19-20. Kwa sababu nilikuwa tena sikwenda tena hoteli zingine baada hapo. Nikanafanya kazi hapa hoteli ya Tembo Hotel bustani. Lakini baada hapo tena nikaja nikapata tatizo la kuumwa kipindi cha kati hicho. Katika miaka kama hii 25. Ilikuwa mimi katika 23 nilipata tatizo la kuumwa na magonjwa ambayo ajabu. Kama tatizo la kuziba kwa mkojo. Sasa hapo ndo nikaumwa. Sasa niliporudi sasa kuja kukaa vyema tena ndo kwenye ile kazi nikakosa kurudi tena pale, kwa sababu waliniambia nafasi wamweka mwingine. Sasa nikakaa nikaona bora kwa nini sifanye tena kazi yangu ya bustani hizi. Lakini nikitafuta eneo wapi nifanye.
Lakini nikakaa nikafikiri sababu hapa ile eneo unaliona lote la mzunguko huu. Hapa alikuwa kuna mzee wetu analima, ndio mzee Kongo. Akilima eneo hili, akilima vyakula lakini kwa baba yetu mzazi alikuwa analima vyakula, akilima mahindi au michicha. Yaani vyakula alivyokuwa anaviweza kuvilima mwenyewe hapa alikuwa ndo anatumia anashughulika katika ile eneo. Kwa ufupi bahati Mwenyezi Mungu akamchukua roho yake. Lakini sasa sisi wengine tena tubaki tukando kama hivyo. Maana nilipokuwa mzee wangu mimi alipofariki ndo niko na hizo kazi huko kabla mimi tatizo. Lakini sasa hii sehemu akakuta bado kila siku iko open. Na mimi nilipokuwa sina kazi tena nikaja nikaona iko hii sehemu iko open, nikamwambia share wetu huyo wa kwa Alnato. Ana share bwana, mimi nataka kujishughulisha tena hapa kwa sababu naona sina kazi ya kufanya sasa hivi kule mjini na hivi na hivi. Nikamuelezea pale njiani hapa. Akaniambia basi kama unafanya kazi ya kuweza kujishangaisha mwenyewe kujitafutia riziki zako kafanye. Ndio nikaanza kuanza kulima, lakini hapo nianza kulima. Kalima migomba. Hatima yake nikanamwambia bwana naweka na bustani, akaniambia weka. Siki ndo kazi zako hizo kwa sababu ananijua watu wote. Wanajua watu wote kwamba hizi kazi ndo zetu za bustani. Nikaanza tena kuweka kidogo bustani hizi, nikaanza kuziotesha kidogo. Yaani ndo paka zikao unaziona zinapokuwa hivyo. Lakini nilikuwa napata na company, niko na rafiki yangu mmoja anaitwa Hamisi Majeshi. Anafanya kazi magereza hapo. Ndio tunasaidiana kwa sababu na yeye ana kidogo na experience ya hii kazi. Sawa. Mzee Ramadhan, tumejua unaotesha bustani. Lakini mimi hapa mtangazaji unaambie bustani hii inaitwaje sijui. Je, kama wewe unaotesha bustani, mjasiriamali unaojishughulisha na uoteshaji wa bustani, ni aina gani za hizi bustani ambazo unaotesha? Hizi bustani ziko za aina nyingi. Na nyingi zina majina tofauti. Lakini ikiwa kama unazipenda hizi bustani, basi unaweza ukazifuatilia na ukajua majina yake ukaona unazo. Hata majumbani kwako, hata kama useke kitalu, lakini ukawa nyumbani kwako umezipamba kwa majina na mti ambao hata yoyote akija mgeni kwako kwenye nyumba yako akajua, na ukamwambia mti huo fulani, na kwa sababu ya mambo haya ya bustani yanatokana na kwamba na watu, kuna watu ambao wanayatambua haya mambo kwa uelewa. Nikikwambia hivyo kwa sababu mti kama huu hapa, huu unaweza kuambia mimi Doranti. Doranti. Sasa hili ukichukulia katika jina la Kiingereza au antikali, wanakuwa sana wanatumia antikali kwa mpaka hata vitabu utaikuta jina lake na unakuta hilo. Twende katika upande wa kuatika mbegu. Je, unapata wapi vifaa kama mbegu na uatikaji na vifaa vingine vya hivi kuatikia hii mbegu? Hizi tunatafuta sana kama hizi. Watu unapunguza katika sehemu ambazo zilikuwa labda kuna sehemu wameacha kutumia zile sehemu, tunakwenda tunaomba sangine kupunguza hizi, sababu hizi nyingine ni cutting. Baadhi zingine ndio mbegu. Sababu hizi hapa cutting, umeziona hizi? Hizi hapo cutting, hizi hapa miche. Sababu hizi unaweza ukakuta sehemu lakini ukaomba mche mmoja ukapata mazalisho mengi tu kutokana na mche mmoja. Unapopata, kwa sababu hizi zingine tunakwenda tunaomba sisi. Kuna sehemu amepunguza, tunaambiwa bwana sehemu fulani nimepunguza miche, tunaletewa. Wamepunguza ile tunasema kwa hizi utengenezaji wa bustani. Kuna kitu kinaitwa cutting au dressing. Sasa wanapofanya cutting au dressing, sasa kuna watu wanatuletea hizi miche, au huyu mwenzangu mimi nilikuwa naye hapa Hamisi anaitwa, anakwenda sehemu kama labda kuna sehemu kapoa sehemu za kupandikiza bustani. Sasa yeye akipata mapunguzo yale ya kuzipunguza zile zingine ndio anakuja nazo kama hivyo. Unaona tumeziatika hizi hapa. Tumeziatika kwa kupunguza. Hizi sasa zinawekwa kwa kupunguza uatikaji wake. Kutokana na kwamba una cutting alafu unachomeka zinashika. Ziko za mbegu zinakuwa kama ziko azenia, lakini sasa hivi hapa hazipo. Hii mechi azenia, lakini hizi hapa nyingi hizi ni cutting. Hizi ni cutting ambayo zilokuwa katika
baadhi ya miti iliyokuwepo unafanya dressing, ndio unapata dressing, ndio cutting. Na maana ukishapata kupunguza ile bustani ambayo imekuwa sana, mfano kama mti ule kule umeona kule kwa nyumba ile pale. Na maana ule ukipunguza yale wanapopunguza pale, na maana yale matawi yale. Sasa sisi tunakuja nayo hapa tunafanya ule uzoefu wetu wa kazi tunavyojua hii ya bustani. Unajua tuweke vipi ili upate angalau kushika, upate kuimara tena, ili uweke katika mti ambao wenye kuonekana. Sawa. Kwa hiyo kuna baadhi ya hizi bustani zikikatwa tu zinaweza kuota tena, yani hata kama zinakatwa juu. Iko miche unakata zinaota. Kwa sababu kama hii bambu. Hii bambu ni kuota kwake inatokana na mche ambao wenye mzizi. Umeona kama huu mfano ninakungolea uone. Sasa huu kama utachukuliwa sehemu nyingine utaenda kuwekwa. Na maana huu baada ya muda unakuwa, kisha kuwa ukatunzwa vizuri. Lakini katika matunzo yake utakapotunzwa, na maana huu tayari utaanza kujijaza wenyewe. Wakati utapowekwa labda kuna huduma nzuri, afya nzuri ya kupata, basi utakapochukua, kwa sababu utakuwa pengine unauchukua mti kama huu. Mimi nitaanza kaja mtu nige huu mti, basi sina pesa kununua, lakini nitakapompa au nitampa maelekezo yake, au sio? Sawa. Kwa sababu kuna wengine wanakuambia mgae lakini hana pesa ya kununua. Haya, nitapompa huu, hadi namwambia sasa utakopa huu mti wangu, usiende kuharibu. Na maana kuharibu vipi? Maana ukichukua na maana ukoeke matunzo, hata kama utaununua. Lakini namwambia huu mti utakuweka uweke katika umahiri fulani. Mzee Ramadhan, kuna baadhi ya watu wanasema hii kuatika bustani inategemea na mkono. Maana wanasema mimi usinipe hii bustani, mkono wangu hawezi kuatika, nimekuja kwa wewe mtaalamu leo. Swala hili unalionaje? Kwa sababu naweza kusema kitu kimoja. Kuatika kwa mti ni itikadi. Kwa sababu kuna wengine wanafanya itikadi kwa sababu wana mambo kama mashetani. Ukiwa na mashetani mambo yao yanakuwa unakuwa na itikadi, kwa sababu ukiwa na mashetani kweli, kwa sababu kuna watu wanakuwa na mashetani, au sio? Kama tunavyotambua katika jamii, wengi wanakuwa na mashetani. Na sasa unakuwa na mashetani yao. Kwa kweli wengine hawapendi kuona kwamba anafanya kitu kikawa. Wanakuwa hakikui. Kinakufa. Hata kivaa nguo inaweza haimfai, basi itachanika mwilini, atatembea itachanika njiani. Kwa sababu bana madudu kwa hapendi hapa vizuri saa nyingine. Sasa na hii mimea hivi. Na kutokana kwamba ile kwamba watu kuchukulia hizi itikadi kwamba kutokana na vile pengine na mambo ambayo mwenyewe anayajua kwamba nilipokuambia mashetani upande. Lakini binadamu yote aliyokuwa binadamu, basi kwa mmea kama anapata sharti za kupanda mmea jinsi unavyotakikana, bila shaka unakuwa unakubali, kwa sababu ni binadamu ambaye anatakiwa kupanda mmea, basi kwa sharti, basi unakubali kama nilivyokuambia maelekezo. Akifuata basi unakubali, kwa sababu kuna wengine ndio nakwambia wana madudu wanakuwa hawawezi kufanya, kwa sababu wanapofanya wanafanya na madudu yao, unakuwa unaweza kweli ukafa mti kutokana kwamba hana ile kwamba tayari kishampa maelekezo hapa, pengine akaenda akitoka tu hapa ana mambo mengine tayari na wale madudu kama anamchanganya, akifika hata pengine ulipomwambia akasahau kupandikiza. Hiyo itikadi hiyo, kwa sababu anakuwa hajazingatia jinsi ya kuchukua ule mti, jinsi ya kuenda kwa kuweka katika hali ambazo zinazotaki. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.